Kwanza kabisa naomba nilete salamu za Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Anatoa pole kwa Mheshimiwa Waziri wa Elimu, lakini kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kusini na Mkuu wa Wilaya Chake Chake na wananchi wote ambao vijana wao wako hapa, lakini bila ya kumsahau Mwalimu Mkuu wa Fidel Castro pamoja na timu yao yote. Kwa kweli Mheshimiwa Rais alipokea taarifa hii kwa masikitiko makubwa sana, lakini kubwa zaidi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba vijana wetu wote wako salama. Hilo ni jambo tunasema alhamdulillah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hiyo, na kwa kweli ni jambo zito, lakini tunapaswa tulipokee kwa sababu ndio mipango ya Mwenyezi Mungu, haina makosa. Juhudi hii baada ya kutokea hili tulilifuatilia kwa karibu, na mimi binafsi nilikuwa nawasiliana kwa karibu sana na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na afisa mdhamini siku ile ya tokeo mpaka saa 7:30 usiku, mpaka vijana wetu wote wanatoka hospitali, wale waliopata matatizo kidogo pia nilikuwa nafuatilia, na kwa kweli wenzetu hamkulala, mlitupa taarifa na sisi tukasema ni jambo jema sana. Tunaelewa kwamba vijana wetu wamepoteza kila kitu na juhudi zimeanza, na mimi nataka niwaambie hizo juhudi nyingine mnazoona watu wamejaribu kuleta hapa, na sisi tumeweka mkono wetu mkubwa sana, lakini bado tunaendelea na wengine wataendelea kuleta michango. Najua leo saa 3:30 kuna watu watakuja hapa kukabidhi, na nimeambiwa kwa swala la uniform takuwa limekaa vizuri. Nadhani mkuu wa mkoa juzi ulisikia pale, niliwaambia kama uniform takuwa bado, na mimi niliamua kujitolea zote kwa wanafunzi, lakini taarifa niliyopata mpaka usiku wa jana kwamba leo 3:30 kuna watu watakuja kumalizia kwa eneo la uniform takuwa limekaa vizuri. Lakini kimsingi tunajua issue sio uniform tu, watoto wetu wana mahitaji mbalimbali na familia ni maskini sana. Kwa hiyo wako wafadhili ambao wanaendelea kujitokeza, tumezungumza nao na wataendelea kutuchangia. Kwa hiyo niwahakikishie tu kwamba jambo hili tutaendelea nalo na tutaendelea kusikiliza progress itakayofanyika, na baadaye tutaona namna gani ya kuwasaidia vijana wetu hawa waendelee na maisha ya kawaida na hatimaye warudi shule hapa waendelee na mazingira yao ya kujifunzia. Kuhusu suala la jengo hili, tunasubiri taarifa ya uchunguzi. Tunaomba tuikamilike kwa haraka ili baadaye na sisi tutoe maelekezo. Bahati njema sana sana ambayo nimeipokea jana, mkandarasi alinitafuta jana ambaye alijenga jengo hili ni Mwinyi Building Contractor. Yeye mwenyewe baada ya taarifa, hatujasema lakini tutasubiri taarifa kwanza, tukiona haimgusi yeye mwenyewe amekubali kulitengeneza jengo hili upya kwa gharama zake mwenyewe binafsi kama mchango wake kwa serikali. Kwa hiyo ameshatoa taarifa hiyo na mimi nikaona hapa niiseme. Lakini hii kwanza tutaangalia taarifa yetu ya uchunguzi, hiyo ndio itatuelekeza kitu gani tukifanya. Lakini waahidi kwa namna yote itakavyokuwa, serikali itatoa kipaumbele kurejesha ujenzi wa jengo hili kwa kiwango kizuri ili wananchi waweze kuhamia hapa na kurudi katika maisha yao ya kawaida. Tunaendelea kutoa pole kwa vijana wetu na tunawashukuru wale wote kwa namna moja ama nyingine waliosaidia kuweka mazingira mazuri hasa siku ya tokeo.